Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watukufu wa Islam, leo tuko katika mwezi 29 Ramadhan kuamkia 30. Kama mwezi utaandama, inaweza ikawa ndiyo siku ya mwisho ya Ramadhani ya mwaka huu 1447. Lakini kama mwezi haukuandama, tutalazimika kukamilisha 30. Kwa hivyo tuko katika mwisho kabisa wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na siku hii ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika siku muhimu mno, ni katika siku muhimu sana kwa Waislamu na kwa wale waliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo, watukufu wa Islam, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeshatupa mkono wa kwaheri, umetuaga, umetupa baibai. Manake uko katika hatua za mwisho kabisa. Tumebakisha siku moja au siku mbili, yauman au yaumain, siku moja au mbili, khalas imemalizika. Kwa hivyo tujitahidi, na kheri zote ni za yule ambaye amediriki Ramadhani na akasamehewa na akafanikiwa kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati tunaenda katika kuimaliza Ramadhani, mbele yetu kuna Eid, lakini ndani ya Eid Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna kitu muhimu mno akafaradhisha katika umma huu, katika ummati wake, zakatul fitri. Akafaradhisha zakatul fitri, na zakatul fitri Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifaradhisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani biyaumin au yaumaini kabla inqidha'i Ramadhan, kwa siku moja au siku mbili kabla ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani aliifaradhisha zakatul fitri. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifaradhisha zakatul fitri katika mwaka wa pili wa hijra, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwaka ule ule ambao Ramadhani ndiyo ilifaradhishwa. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipofikia kama siku moja au mbili kabla ya kumalizika Ramadhani, akafaradhisha zakatul fitri. Malengo ya zakatul fitri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni tuhura liswaimi, ni kumtwaharisha yule aliyefunga, minar rafathi wa ghairihi. Manake amefaradhisha zakatul fitri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtwaharisha yule mfungaji, kuitwaharisha saumu yake, kwa sababu aliyefunga ni mwanadamu, ndani yake yanaweza yakajitokeza halal, makosa madogo madogo ya bahati mbaya, yakawa kama yameichafua ile saumu yake. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafaradhisha zakatul fitri, ikawa ni twahara, ni kitakatisho ya kuitwaharisha ile saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sababu ya pili ni tu'matan lil masakin, ni chakula kwa maskini. Kuna watu ambao hawajiwezi au wamekosa. Kwa hivyo ile zakatul fitri ikawa ni sehemu ya kuwasaidia wale watu ambao walikosa chakula ile siku ya Idi. Sababu haipendezi
Wewe Muislamu unafurahika na watoto wako na familia yako, lakini pengine kuna ndugu yako au jirani yako siku hiyo amekosa chakula. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafaradhisha zakatul fitri. Na vile vile katika sababu ya kufaradhisha zakatul fitri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii saum ya Ramadhani ni muallaqun baina as-samai wal ardh, inakuwa imealikishwa, imetundikwa kati ya mbingu na ardhi, kati ya mbingu na ardhi, manake haiendi moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Basi ikawa imewekwa hapo, inaelea elea baina as-samai wal ardh, kati ya mbingu na ardhi, mpaka itolewe zakatul fitri. Kwa hivyo kwa kule kuitolea zakatul fitri, Mwenyezi Mungu sasa anaitakasha na anaichukua ile saumu ya Ramadhani, anainyanyua, anaipeleka kwake. Manake inapitishwa, inakubaliwa. Naweza ikawa isikubaliwe moja kwa moja, lakini mpaka itakashwe kwa zakatul fitri. Kwa hivyo kwa malengo hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallama akafaradhisha zakatul fitri. Na taarifu ya zakatul fitri, hiya qadrun muayyanun min almali, ni kiasi fulani kilichoainishwa katika mali. Manake mtu anatakiwa atoe kiasi fulani katika mali kumpa mtu mwingine asiyejiweza au aliyekosa. Inapaswa kutolewa hiyo zakatul fitri inda ghurubi shamsi, wakati wa kuzama jua, akhir yaumin, la siku ya mwisho, min ayami Ramadhan, katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Jua linapozama tu katika ile siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi ule ni wakati alwujub, tayari imeingia wakati wa kupasa kutolewa zakatul fitri. Na wakati ule utaendelea mpaka kabla ya kukimiwa swala ya Idi. Huu ndio wakati ambao inapasa kutolewa zakatul fitri, tangu kuzama jua la siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia katika mwezi wa Shawwal. Kwa hivyo jua linapozama tu zakatul fitri inakuwa imepasa, inaitwa waqtal wujub, ni wakati wake wa kupasa. Ala ikhtilafi alaqwali, wapo maimamu wengine waliosema, maana kizipo kauli mbalimbali, lakini hii tuliyokuwa nayo ni kauli ya al-Imamu Shafi. Amesema inapasa, yani inaingia wakati wa kupasa kutoa zakatul fitri kwa kuzama jua la siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jua likizama tu, basi tayari wakati wa kupasa kutolewa zakatul fitri umeingia. Bishurutin muayyana, lakini kwa sharti maalum. Zipo sharti ambazo zimeainishwa za kutolewa hiyo zakatul fitri, kwa sababu kuna mtoaji na kuna mpokeaji na kuna kile kinachotolewa. Manake ni nani anayepasa kutoa, ni nani anayepasa kupewa, ni kipi kinachopasa kutolewa. Kwa hivyo lazima kutakuwa kuna utaratibu na kuna shuruti ambazo za kuweza kuikamilisha hiyo zakatul fitri. Na nani inamhusu? An kulli mukallaf, ni kila aliyekalifiwa na sheria, yani ambaye ni mukallafi, aliyefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mukallafi ambaye amekalifiwa na sheria na aliyefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, atajitolea yeye nafsi yake, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, na kumtolea yule ambaye kinamlazimu yeye chakula chake. Kwa huyu ndiyo mtu ambaye anapaswa kuitoa zakatul fitri. Na zakatul fitri imewekwa au imetakiwa itolewe ni kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu aliyefaradhisha ni mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hadithi inatuelekeza kwamba annaha furidhat fi sanati thania min alhijra, kwamba zakatul fitri ilifaradhishwa katika mwaka wa pili tangu hijra, na tangu Mtume kutoka Maka kwenda Madina kwa mwaka wa pili. Ule mwaka wa kwanza, wa pili ndio zakatul fitri ikafaradhishwa, katika ule mwaka ambao ilifaradhishwa saumu ya Ramadhani. Mwaka ule ambao saumu ya Ramadhani ilifaradhishwa, na ndio mwaka huo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama
aliifaradhisha zakatul fitri. Ile Ramadhani ya kwanza ambayo ilifungwa mwaka wa pili wa hijra ndiyo iliyofaradhishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya Ramadhani hiyo hiyo ya kwanza ndipo alifaradhisha zakatul fitri biyaumin au yaumaini kabla inqidai Ramadhan, kwa siku moja au siku mbili kabla ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na asili ya kule kupasa kutoa zakatul fitri ni kwa hadithi aliyoipokea al-Bukhari na hadithi aliyoipokea Muslim, na lafudhi la hadithi hiyo wanawazuoni wanatuambia ni lafudhi la Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, imepokewa hadithi kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, faradha zakatal fitri min Ramadhan ala nas, alifaradhisha zakatal fitri katika mwezi wa Ramadhani juu ya watu. Manake aliwafaradhishia watu swa'an min tamri, pishi moja ya tende, au swa'an min shairi, au pishi moja ya shairi, ala kullin hurrin au abdin, manake ni muungwana huyo au ni mtumwa, manake wote wanatakiwa watu wake alifaradhishia watu. Kwa wakati huo kulikuwepo kuna watu waungwana na kulikuwepo na watumwa wakati huo, wakati inafaradhishwa. Kwa hiyo wote walifaradhishiwa, awe ni muungwana awe ni mtumwa, muda wa kuwa ni mtu na ni Muislamu na ni muumini na ni mukallafi, basi fardhi hiyo ilimwenea. Dhakarin au untha, mwanaume au mwanamke, minal muslimin, katika Waislamu. Kwa hivyo kwa hadithi hii inatuonyesha kwamba Mtume alifaradhisha zakatul fitri kwa Waislamu wote waliodiriki au waliokuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huo. Na sharti za kule kupasa, sharti za kupasa kule kupasa ile zakatul fitri, sababu kama tulivyosema, kuna mtoaji, kuna anayepokea na kuna kinachotolewa. Kwa lazima kuna sharti na utaratibu. Sasa sharti za kule kupasa ile fitri inapasa kwa sharti tatu. Zipo sharti tatu ambazo wanawazuoni kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaweka sharti tatu ambazo sharti hizi zikikamilika, basi kwa mtu huyo ile zakatul fitri imempasa, manake inamwajibikia atoe. Kwa hivyo sharti ya kwanza al-Islam, kwanza ni Uislamu, kwa sababu hadithi imesema dhakarin au untha minal muslimin, awe mwanaume au mwanamke, lakini katika watu gani? Waislamu. Kwa hivyo zakatul fitri sharti ya kwanza ni al-Islam, kwa sababu zakatul fitri, zaka ni ibada. Kama ni ibada, sharti kubwa kabisa ya ibada ni al-Islam. Sharti huyo anayeitoa hiyo zakatul fitri awe ni Muislamu. Manake kinyume chake, kama sio Muislamu, basi hapasi kutoa zakatul fitri, kwa sababu yeye hana ibada. Kwa hivyo sharti ya kwanza ya zakatul fitri al-Islamu, ni Uislamu. Kwa hivyo kama ni Muislamu, sharti ya kwanza ni Uislamu, haitopasa zaka juu ya kafiri wa asli. Haitopasa zaka kule kutakwa kwake aitekeleze duniani, kwa sababu yeye ni kafiri wa asli. Huko masuala ya kiakhira tunamwachia Mwenyezi Mungu, lakini kiduniani, kwa sababu yeye ni kafiri wa asli. Manake tukisema kafiri wa asli, manake wapo makafiri wengine sio wa asli, na maana wamejitia kwenye ukafiri. Asili yao ni Waislamu, wakajitia kwenye ukafiri. Ndio maana inasemwa kafiri wa asli, yani yule ambaye kazaliwa au kaumbwa hali ya kuwa ni kafiri. Huyu yeye hapaswi kuitoa zakatul fitri. Lakini yupo kafiri mwingine asili yake alikuwa ni Muislamu, kazaliwa ni Muislamu, akaritadi. Huyu anakuwa kafiri, lakini hana asili na ule ukafiri wake. Huyu hukumu yake ni nyingine, kwa hatutoizungumzia hapa. Kwa manake lengo letu ni kueleza sharti za kupasa kuitoa zakatul fitri. Sharti ya kwanza ni Uislamu. Kwa hivyo haitopasa zakatul fitri kwa yule kafiri aliyekuwa ni asili katika ukafiri wake.
Na sharti ya pili ya kukamilika kuweza kutoa zakatul fitri au kuweza kupasa ile zakatul fitri ni ghurubu shams akhir yaumin min Ramadhan, ni kuzama jua la siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile siku ya mwisho, yani jua linapozama tu, basi tayari zakatul fitri imepasa kwa kuzama jua. Manake hata kama ni siku ya mwisho, lakini ikawa jua bado halijazama, ni asubuhi au ni mchana, bado zakatul fitri haijapasa, lakini itapasa bighurubi shamsin min akhir yaumin min Ramadhan, kwa kuzama jua la siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo sasa, kama ikitokea bahati mbaya mtu amekufa, ikitokea mtu amekufa baada ghurubi dhalika alyawm, baada ya kuzama jua la siku hiyo, yani jua limezama, manake ameingia katika wakati wa kupasa, ndipo akafa. Unaona eh? Kwa hivyo ikitokea mtu amekufa baada ya kuzama jua la siku ya mwisho, mtu huyu wajabat alaihi zakatul fitri, imepasa juu yake zakatul fitri. Si kama nimeeleweka hapo? Manake amefikiwa na ile ghurubu shamsi min akhir yaumin min Ramadhan, imemdiriki. Kwa hivyo itampasa atoe zakatul fitri kwa kupatwa na ile kuzama jua la siku ya mwisho na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mfano jua limezama, magharibi imeingia, alafu yule mtu akafariki baada ya magharibi, huyu inapasa kwake kutoa zakatul fitri. Vipi atatoa? Wanawazuoni wameelekeza, lakini tunazungumzia habari ya kule kupasa kutoa. Kwa sababu gani? Mata baada an tamakkana min ikhrajiha, amekufa baada ya kumwezekania kule kuitoa, kwa sababu ameshaingia katika wakati wa kupasa kutoa. Kwa hivyo akafa tayari jua limezama, huyu anawajibika kuitoa zakatul fitri. Na ikitokea amekufa kabla ya jua kuzama, manake ni siku ya mwisho lakini jua halijazama katika ile siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, huyu anakuwa naye hajaingia katika ule wakati wa kufanyeje, wa kupasa, kwa sababu yeye hakufika ile sharti ya pili ya ghurubu shamsi, hakuidiriki. Kwa huyu yeye hawezi kutoa zakatul fitri. Sasa tofauti na yule atakayezaliwa baada, yani kazaliwa mtoto, kazaliwa baada ya kuzama jua, kazaliwa baada ya kuzama jua, huyu atatolewa zakatul fitri kwa sababu amediriki ile wakati wa kupasa. Kwa hivyo sharti ya pili ni ghurubu shamsi min akhir yaumin min Ramadhan, ni kuzama jua la siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo wanazuoni wakatuambia, na mtu atakayekufa kabla ghurubi shamsihi, kabla ya kule kuzama jua lake, kama tulivyosema hapo mwanzo, lam tajib fi haqqihi, katika haki yake mtu huyo haitopasa, kwa sababu sharti ya kuzama jua kwake haijafika. Sharti ni kuzama jua, yeye kafa kabla ya kuzama jua, huyo kwake zakatul fitri haitopasa. Na kinyume cha mtu na mtoto atakayezaliwa kabla, huyu manake amezaliwa kabla ya kuzama jua, mtoto kazaliwa kabla ya kuzama jua, huyu atatolewa kwa sababu manake kazaliwa kabla ya kuzama jua, lakini si ataendelea kuishi, kwa hiyo huyu atatolewa. Sharti ya tatu katika sharti za kupasa zakatul fitri ni kupata an yujada ladaihi fadhlu min almali, ni kupatikana mbele za yule mtoaji ziada katika mali. Ziada manake anacho alichonacho ambacho kinamtosha yeye na familia yake mathalan, sasa kikazidi, kile kilichozidi sasa ndio anachokitoa. Kwa kapata anacho kiasi katika mali na ikawa kiasi kile kimezidi. Kwa hivyo hii ni sharti ya tatu, kupata cha kutoa, yani kupata mali ambayo ni ya kwake, lakini mali ile ikazidi. Kwa sababu ya kule kuzidi, ni wajibu ambao unalazimisha yeye kutoa zakatul fitri, manake imezidi kwa chakula chake na chakula cha watoto wake, fi yaumil idi wa lailatihi, katika ile siku ya Idi na usiku wake. Anacho chakula ambacho atakula mchana wa Idi kuanzia asubuhi
mchana na usiku wake. Chakula yeye kawa anacho cha siku ile ya Idi, asubuhi, mchana na usiku, anacho chakula siku nzima, imekamilika mlo wake, na ikawa anayo ziada. Sasa ile ziada, kwa kuwa siku ile imetosheleza kwake na anayo ziada, kwa ile ziada anawajibika kutoa zakatul fitri. Ni sharti ya tatu ya kupasa kutoa zakatul fitri. Ikawa sasa chakula kile kimetosha katika siku yake kwake yeye na chakula cha watoto wake na watu ambao anaishi nao nyumbani kwake, na ikawa imezidi pia makazi, labda kodi pia hadaiwi kodi, unaona, na kama ana mfanyakazi mshahara kashamlipa, mfanyakazi wa nyumbani, ikawa mshahara pia kashamlipa, na kuna kiasi cha zaidi ya pesa au chakula imebaki. Kwa kile ziada, kwa sababu ile ziada imepatikana, ndio ile ziada imewajibisha yeye kuwa ni miongoni mwa wenye kupasa kutoa zakatul fitri. Sasa ikitokea mtu huyu ni Muislamu na amediriki ile ghurubu shamsi ya siku ya mwisho ya Ramadhani, sasa ikawa anayo mali lakini haitoshi, chakula anacho lakini hakitoshi, pesa anazo lakini hazitoshi, manake hana ziada. Anazo za kumtosha yeye lakini hana ziada, au anazo lakini hazitoshi kabisa. Maana anacho chakula lakini hakitoshi kwa ile siku ya Idi, asubuhi, mchana na usiku, ikawa hakitoshelezi. Ima chakula alichokuwa nacho ni cha mlo mmoja, pengine ni mlo wa asubuhi tu au mlo wa mchana tu katika siku ya Idi, kwa munasabu wa kwake yeye mwenyewe na kwa yule ambaye ni wajibu juu yake chakula chake, mfano mke, watoto, labda na ndugu anaoishi nao. Sasa mtu huyu na hakitoshi kwa siku ya mbele baada ya Idi, lakini anako chakula lakini hakitoshi ule usiku wa Idi, yani kwa siku nzima, labda ana chakula cha kipindi kimoja. Kwa wale ambao wamezoea mlo kamili wa siku ni mara tatu, ana chakula cha asubuhi, mchana hana, ana chakula cha mchana, usiku hana, lakini ambacho kitamtosha yeye na watu wa nyumbani kwake, huyu pia zakatul fitri kwake itapasa. Huyu pia zakatul fitri kwake itapasa. Manake sio yule ambaye ana ziada tu, hata yule ambaye hana ziada, anacho kiasi kitachomtosha kwa kipindi kimoja katika siku ya Idi, huyu naye pia zakatul fitri itampasa, kwa sababu mazingatio sio ya ile siku inayokuja baada ya Idi. Mazingatio ya zakatul fitri ni ile ile siku ya nini? Ya Idi, kwa sababu ile furaha ienee. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume amesema ni tuhura kwa wale waliofuga na ni tu'ma lil masakin, kwa ile siku ya Idi. Hata kama ana chakula cha mchana tu, basi inatosha yeye pia kutoa zakatul fitri. Kwa hivyo hizo ndio sharti tatu ambazo zinawajibika kwa mtu akiwa nazo atoe zakatul fitri: ni Uislamu na kuzama jua, kudiriki kuzama jua kwa siku ya mwisho ya Ramadhani, na kuwa na chakula kinachomtosha yeye na watu wa nyumbani kwake siku ya Idi, iwe ni siku kamili au nusu siku, alimradi ni chakula cha kutosha siku ile, bila ya kuitazama siku ya pili ya Idi, ile ile siku ya Idi. Basi kwa sharti hizi huyu mtu anawajibika kutoa zakatul fitri. Sasa kuna watu ambao huyu ambaye anapaswa kutoa zakatul fitri, kuna watu ambao na yeye anapasa kuwatolea, kwa sababu zakatul fitri kwanza mtu anajitolea nafsi yake, an nafsihi, alafu wa an man talzamuhu nafaqatuhum, na wale ambao chakula chao yeye ndio kinamlazimu, yani hawali ila kwa yeye, maanake ni mke na watoto, pengine na wazazi au na ndugu wa karibu au na wote ambao wanaishi nao katika nyumba yake. Kwa hawa pia nao yeye anapasa kuwatolea zakatul fitri. Sasa zakatul fitri inapasa juu ya mtu ambaye zimekamilika kwake hizi sharti tatu ambazo tumezieleza, ambao ni Uislamu na kuzama jua siku ya mwisho ya Ramadhani na kuwa na chakula ambacho kimetosheleza siku ya Idi au kimezidi.
inampasa mtu huyu aliyekamilisha sharti hizi tatu, an yukhrija zakata alfitri an nafsihi, aitoe zakatul fitri, kuitolea nafsi yake, wa anman, na kumtolea ambaye talzamuhu nafaqatuhum, na kuwatolea ambao kina walazimu yeye chakula chao. Yani hao watu ili wale ni yeye ahangaike wale. Kwa hivyo hawa nao pia anawajibika kuwatolea zakatul fitri, mfano kama wazazi wake, ka usulihi, kama wazazi wake. Ikiwa mtu huyo wazazi wake ndiyo yeye anayewaposha, ndiyo yeye anayewalisha chakula, yeye ndiyo anayewatumikia kuwalisha wazazi wake chakula katika maisha ya kawaida ya kila siku. Kwa hivyo mtu huyu atawajibika kuwatolea wazazi wake zakatul fitri. Wa furuihi, na watoto wake pia. Ikiwa anao watoto wake ambao kula yao ni juu yake yeye, basi katika maisha ya kawaida lazima pia awatolee zakatul fitri. Wa zaujatihi, na mkewe pia amtolee zakatul fitri, lakini kwanza aanze kuitolea nafsi yake, kisha atawatolea wazazi wake kama yeye ndo anayewalisha chakula chao, kisha atawatolea watoto wake, na kisha atamtolea zakatul fitri mkewe. Huyu ni kwa mtu ambaye ikiwa hawa makundi haya yako chini ya miliki yake katika huduma za chakula za kawaida za maisha yote, yani za siku za kawaida. Sasa katika hii sehemu ya watoto, je, ni watoto wote kila aliyekuwa mtoto wake, au ni watoto wa aina gani? Kwa sababu watoto, mtu anaweza akawa nao watoto lakini ni watu wazima, ni watoto wake kweli, lakini na wao wale watoto wana familia zao. Je, mtu huyu atawatolea watoto hao? Kwa sababu inawezekana ana watoto wanaojitegemea na anao pia watoto wadogo, huyo mtu mmoja. Sasa je, watoto hawa atawatolea hawa wenye kujitegemea kimaisha, wenye familia zao? Na hata kama hana familia lakini anajitegemea maisha yake, pengine anakaa naye nyumba moja lakini chakula chake anajihudumia mwenyewe, au anakaa nyumba tofauti, manake anajitegemea. Kwa hivyo tunaelekezwa kwamba fala yajibu an yukhrijaha an waladihi albaligh, haipasi kuitoa hiyo zakatul fitri kumtolea yule mtoto wake aliyebaligh, alqadiri ala liktisabi, mwenye kuweza kuchuma. Yule mtoto wake aliyebaligh anayeweza kujitafutia mwenyewe maisha, huyu hakalifishwi kumtolea zakatul fitri. Atamtolea mtoto wake ambaye chakula cha mtoto huyo ni juu yake yeye mzazi, ndio atakayemtolea zakatul fitri. Lakini yule mtoto ambaye anajitosheleza, chakula chake anatafuta mwenyewe, na yeye atajilipia zakatul fitri yeye mwenyewe. Wala an karibi alladhi la yukallafu bil infaqi alayhi, wala hatomtolea ndugu ambaye hakalifishwi kumpa chakula, kwa sababu katika masala ya ndugu kuhusu kumpa chakula ni khiari, hakuna ulazima, kwa sababu wajibu wa kutoa chakula, wajibu wa kutoa chakula ni kwa wazazi wake na watoto wake na kwa mke wake. Khalas, haya makundi aina tatu ndio ana wajibu wa kuwapa chakula ikiwa ni wahitaji wa hiko chakula. Lakini kwa ndugu hakuna wajibu, ni ala sabili alkhiyari. Kumpa chakula ndugu ni khiari. Kwa hivyo yule ndugu ambaye yeye kumpa kwake chakula ni kwa khiari, ambaye hana taklif ya kumpa chakula, hatomtolea zakatul fitri. Ndugu yule atajitolea mwenyewe hiyo zakatul fitri. Isipokuwa, achilia mbali na hilo, bali haisihi kabisa kumtolea ndugu huyo, isipokuwa huyo ndugu atakapomuidhinisha, bana, kaka yangu, mimi nimekosa, sina cha kutoa, naomba unitolee zakatul fitri. Kwa maagizo hayo, sheria inasema atamtolea. Lakini sio tu kwa sababu ni ndugu yake aamue kumtolea zakatul fitri bila ya idhini yake, kwa sababu hana wajibu huo
Kwa hivyo kama hana wajibu wa kumpa chakula, kwa hivyo vile vile hana wajibu wa kumtolea zakatul fitri. Sasa yule mtoaji zakatul fitri ambaye sharti za utoaji kwake zimekamilika, ikiwa amepata kitu cha kutoa, lakini kitu kile alichokuwepo nacho hakitoshelezi kuwatolea wote ambao yeye anawajibika kuwalisha chakula chao, yaani wale ambao wako katika miliki yake, hana uwezo wa kuwatolea wote, lakini kapata kitu cha kutoa, lakini hakitoshelezi. Mfano, ana wazazi, ana watoto, ana mke, ana ndugu. Kwa sasa amepata kiasi cha kutoa, lakini hakitoshelezi kwa kuwatolea wote. Sasa mtu huyu atafanyaje? Akipata uwezo wa kutoa kitu chochote kuwatolea ndugu wake wote ambao yeye chakula chao ni juu yake, maana kile cha kutoa hakitoshelezi, qaddama nafsa. Utaratibu ni kwanza ataitanguliza nafsi yake, yaani ataanza kujitolea yeye, kwa sababu kila alichonacho cha kutoa hakiwezi kutosheleza kuwatolea wote. Qaddama nafsa, ataitanguliza nafsi yake, yaani ataanza kujitolea yeye kwanza. Huo ndio utaratibu. Thumma zaujatahu, kisha atamtolea mkewe. Mke ni nafasi ya pili. Akishajitolea yeye kuitolea nafsi yake zakatul fitri, thumma zaujatahu, kisha atamtolea mkewe. Atamtolea mkewe. Fawaladahu, kisha fawaladahu swaghira, kisha mtoto wake mdogo. Ni daraja ya pili. Baada ya mkewe ni yule mtoto wake mdogo, sio mtoto wake baligh, yule mtoto wake mdogo. Fa abahu, kisha atamtolea baba yake. Fa ummahu, kisha atamtolea mama yake. Fa waladahu alkabira alajiza, kisha yule mtoto wake mkubwa aliyeshindwa, anil kasbi, aliyeshindwa na chumbo. Kwa hivyo huu ndio utaratibu wa utoaji zakatul fitri. Manake ikiwa wewe unataka kutoa zakatul fitri, kwanza utaitanguliza nafsi yako, utajitolea wewe mwenyewe. Kisha ukishajitolea wewe mwenyewe, umtolee na mkeo. Ukishakamilisha kwa mkeo, utamtolea mtoto wako mdogo asiyejiweza, yani ambaye hajaanza kuingia katika harakati za maisha. Ukishamaliza, utamtolea babako, kisha anayefuatia ni mama yako, kisha mtoto wako mkubwa yule ambaye hajaweza kujitafutia maisha. Kwa hivyo huu ndio utaratibu wa utoaji kwa yoyote mwenye kutaka kuitoa zakatul fitri. Kwanza atajianza yeye, kisha mkewe, kisha mtoto wake mdogo, kisha baba yake, kisha mama yake, kisha yule mtoto wake mkubwa ambaye ameshindwa kupata chakula au hawezi kujitafutia maisha. Kwa hivyo huo ndio utaratibu wa utoaji zakatul fitr. Kama akipata kwa pamoja, atawatolea wote kwa pamoja. Kama akipata kiasi, basi atafanya utaratibu huo. Atajianza yeye, kisha ikiwa na ziada mkewe, ikizidi mtoto wake mdogo, ikizidi babake, ikizidi mamake, ikizidi yule mtoto wake mkubwa ambaye hawezi kuchuma mali yeye mwenyewe. Kwa hivyo zakatul fitri, kile kinachotolewa ni kitu gani? Kile kinachotolewa tayari tumeshajua ni nani wa kupasa kutoa zakatul fitri. Kwa hivyo sasa ni kitu gani kile kinachotolewa? Mtume kasema ni sa'un min tamrin au sa'un min shairi, ni pishi ya tende au pishi ya shairi, kwa vyakula ambavyo vilikuwa vinapatikana kwa wingi kwa wakati huo. Zakatul fitri hiya sa'un min ghalibi quti albaladi alladhi yuqimu fihi almukallaf, ni pishi ya kile chakula kinachopatikana kwa wingi, yani kinachopatikana mara nyingi katika ule mji ambao anaishi yule mwenye kukalifiwa na sheria. Yani yule anayetaka kuitoa zakatul fitri atoe kiasi cha pishi moja, ndio kiasi kinachotolewa, pishi moja. Tutaeleza hii pishi ni kiasi gani, tutaeleza. Lakini Mtume ametaja pishi, kipimo cha pishi, itolewe pishi. Kuna kibaba na kuna pishi. Kwa hivyo hicho kinachotolewa ni kiasi cha pishi katika kile chakula ambacho ni ghalib,
kinapatikana mara nyingi katika mji wa yule ambaye ni mukallafi, yule mtoa zaka. Wakati ule chakula kilichokuwa kinapatikana mara nyingi ni tende na shairi. Ndo Mtume akataja katika hadithi, alisema ni swaghan min tamrin wa swaghan au min shairi, maana ni pishi ya tende au pishi ya shairi. Lakini kile kinachotolewa ni aina ya chakula kinachopatikana mara nyingi katika mji wa yule mtu ambaye anastahiki kuitoa zakatul fitri. Wakati ule Mtume alitaja tende na shair kwa sababu ndio vyakula ambavyo vilikuwa vinapatikana sana kwa wakati huo. Wanawazuoni wakapanua zaidi katika vyakula, wakasema ni ghalibu mara nyingi ya kile chakula kinachopatikana katika ule mji wa yule ambaye anaishi yule mtoa zaka ambaye ni mukallafi, kwa dalili ya hadithi ambayo ni ile hadithi ya Ibn Umar iliyotangulia tulioitaja mwanzo. Kwa dalili ya hadithi ile, kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza hivyo kwamba itolewe pishi ya tende au pishi ya shairi. Na kwa hadithi pia nyingine ambayo hadithi hiyo imepokewa kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, amesema kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa sisi tunatoa katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yauma alfitri, katika siku ya Eid alfitri, swa'an min ta'ami, pishi moja ya chakula. Haya maneno, hadithi hii anasema Saidi al-Khudri, Abi Saidi al-Khudri anasema kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tunatoa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, swa'an min ta'ami, pishi ya chakula, yauma alfitri swa'an min ta'am, ile siku ya Eid alfitri tulikuwa tunatoa pishi ya chakula. Alisema hivyo, wakana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu wakati huo. Anaeleza ni chakula gani walichokuwa wanacho kwa wakati huo: ashairu wazabibu walaqitu watamru. Asema wakana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu kwa wakati huo. Abi Saidi al-Khudri anatueleza kwamba walikuwa wanatoa pishi ya chakula wakati wa Mtume, na anatubainishia kwamba ni chakula gani kilichokuwepo kwa wakati huo kwa wingi. Wakana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu, ashairu wazabibu walaqitu watamru, ni shairi. Shairi ni ngano. Chakula chetu wakati huo kinachopatikana sana kwa wingi ilikuwa ni shair, ngano na aina zake zote, shair. Wazabibu, na zabibu. Walaqitu, na unga wa maziwa, manake na maziwa ya unga, maziwa ya unga wakati huo yalikuwa yanapatikana sana. Watamru, na tende. Kwa hivyo vyakula aina nne hizi ndio vilikuwa vinatolewa sana katika zakatul fitri wakati huo, ni shair na zabibu na maziwa ya unga na tende. Ndio vyakula vilikuwa vinapatikana kwa wingi, na ndivyo walikuwa wakivitoa sana katika zakatul fitri. Na ile pishi ambayo alikuwa akiitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile pishi, kile kipimo, pishi ni kile kipimo, kiasi ambacho Mtume alikuwa akitoa katika zakatul fitri. Ile pishi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitumia, akisema pishi anamaanisha nini? Sema huwa ibaratun an arba'ati amdadi. Pishi manake ni ibara, ni msemo unaohusiana na vibaba vinne. Vibaba, pishi moja ni sawa na vibaba vinne. Manake ukisema pishi, manake unakusudia ni vibaba vinne ndio vinakamilisha pishi. Ai hafnatin, maana ni makopwe. Hafnatin, makopwe. Makopwe katika lugha ya Kiswahili ni hii mikono. Naona mikono yangu hii miwili, itazame vizuri. Naona hii, hivi viganja nikiviunganisha hivi hapa. Kwa hivyo nikichota kitu namna hii, chakula mfano mchele au nini, nikichota hivi, nikijaza hivi viganja vile hivi,
hili ndio linaitwa kopwe moja. Kopwe moja, kopwe, sio kopo, kopwe moja. Kiswahili linaitwa kopwe. Kwa hivyo hili likijaa ndio sawa na kibaba kimoja. Hili kopwe moja hili likijaa wakati huo ndio kipimo cha hiyo kibaba. Ai hafnati, maana ni makopwe manne. Wa hadhihi alhafnati alarba, na haya makopwe manne, hivi viganja ukivibananisha hivi pap, haya makopwe haya, hili moja linaitwa kopwe, yakiwa manne maana 1 2 3 4, haya makopwe manne haya. Muqaddaratun bi 3 altari kaila, vinakadiriwa na latiri 3 vya pishi, latiri 3 za pishi. Wayusawi bilwazni, na hulingana sawa kwa wizani, yani katika kupima, ukiyapima haya makopwe haya manne, 1 2 3 4, ukiyapima ni sawa sawa na gram 2400, gram 2400 takriban. Gram sio kilogram, gram ni sawa sawa na gramu 2400. Kwa hivyo hiyo pishi moja ambayo ni vibaba vinne, ambayo vibaba vinne ni sawa na makopwe manne, ambayo hulingana sawa, ukipima zinapatikana gram 2400. Nadhani gramu moja ni sawa sawa na kilo moja. Gramu moja, gramu 1000, gramu 1000 ni sawa sawa na kilo moja. Kwa gramu 2000 ni sawa sawa na kilo 2. Kwa hivyo ile gramu 400 ndio robo. Ndio robo. Hii robo ni sawa sawa na gramu 400. Kwa hivyo zikiwa gramu 2400 maana yake ni kilo 2 na robo, ndio pishi moja tunapata kwa vipimo hivyo. Kwa hivyo ile pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akiitumia kupima kile chakula anachotoa katika zakatul fitri, kwa sasa inalingana sawa na gram 2400 takriban. Maana inaweza zikazidi au zikapungua, gram 2400. Kwa hivyo na chakula kinachotolewa ni ghalibu qutil balad, kile chakula kinachopatikana mara nyingi katika mji huo. Kwa hivyo tutaangalia katika miji yetu ya leo na pale mtu mahala ulipo, ni chakula gani ambacho kinapatikana mara nyingi yani katika hali ya kawaida, sio katika hali ya njaa wala katika hali ya mabalaa, yani katika maisha ya kawaida tu, kwamba chakula hicho ndicho kinachotumika sana. Kwa hivyo mara nyingi ya chakula cha leo ndicho kitakachotolewa. Mfano ni burri, kama ngano ndo imejaa sana, ngano imejaa sana kwa leo. Popote utakapoenda kwa dunia ya leo, mji wowote, ngano utaikuta. Kwa hivyo utatoa ngano. Sasa zakatul fitri ya kumtolea mtu mmoja, yule mtu mmoja, ambayo mtu mmoja inalingana sawa na hizo gramu 2400 za ngano, mtu mmoja. Kwa kama una watu 5, manake zitakuwa pishi ngapi sasa? Pishi 5. Kila mtu mmoja utamtolea pishi moja. Na katika madhhabu ya Imam Shafi, katika huku kutoa, katika madhhabu ya Imam Shafi ambayo ndio tunakwenda nayo, maelezo yetu ya mada yetu yanayohusiana na zakatul fitri, tumechukua upande wa madhhabu ya Imam Shafi. Imam Shafi anasema katika kutoa zakatul fitri haitoshi kutoa thamani, yani kutoa pesa. Yeye amesema usitoe pesa bali utoe chakula. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja chakula, basi wewe mtoaji wa zakatul fitri unapaswa utoe chakula. Utoe chakula kama chakula. Kama ni ngano, toa ngano. Kama ni mchele, toa mchele. Yani utoe chakula, ile pishi iwe ni ya chakula. Imamu Shafi amepita mapito hayo, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akifanya. Manake kamilisha pishi ya chakula. Kama sasa unataka kutoa pesa iwe ni ziada, lakini kwanza uhakikishe ile pishi inayotakiwa ya chakula umeitoa. Haya ndio mapito Imam Shafi. Amesema la tujizi ulqima, haitoshelezi thamani. Yani badala ya kutoa pishi sasa wewe ukatoa thamani ya ile pishi. Imam Shafi amesema hapana, thamani kwake haitoshelezi. Bal la budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwati dhalika albalad,
bali hapana budi kutoa hiyo zakatul fitri chakula katika mara nyingi ya chakula kinachopatikana katika mji huo. Haya ni mapito ya al-Imamu Shafi. Yeye amesema kwake anapendezewa kitoke chakula kama chakula, sio thamani ya kile chakula. Lakini akasema annahu la ba'sa, hakuna vibaya bittibai madhhabi al-Imami Abi Hanifa, hakuna vibaya kwa kuyafuata madhhabu ya Imam Abi Hanifa, hakuna vibaya. Madhhabu ya al-Imamu Shafi yeye amesema kitolewe chakula, sio thamani. Lakini akasema hakuna vibaya kufuata madhhabu ya al-Imam Abi Hanifa. Kwa nini? Abu Hanifa anasemaje yeye rahimahullahu ta'ala, fi hadhihi al-mas'ala, katika mas'ala haya, fi hadha al-asri, katika zama hizi, wa huwa jawazu dafu al-qima. Al-Imamu Abu Hanifa madhhabu yake amesema inajuzu kutoa thamani badala ya kutoa pishi. Kama unataka kutoa mchele, unatakiwa uangalie pishi moja ni sawa sawa na kilo ngapi. Kama tulivyosema ni gramu 2400, maana yake ni kilo 2.5 au kilo 2.5 mathalan takriban. Hasa kama ikiwa kilo 2.5, kwa hivyo utoe thamani ya huo mchele au ngano ya kilo 2.5. Toa thamani, toa pesa, mtu mpe pesa, usimpe chakula. Sasa wanawazuoni wa kisasa wakasema kwamba kutokana na hali ya sasa hivi katika dunia ya leo, kumpa mtu pesa ni bora zaidi kuliko chakula, kwa sababu ukimpa mtu pesa, thamani ya ile pishi, yani ya kile chakula, itakuwa umempa tausia, yani umempa uwanja mpana anunue kile anachokitaka. Lakini ukimpa chakula itakuwa umemfunga, manake umempa chakula, sasa hana budi, lazima akafanyaje? Akipokee na akale, kwa sababu inawezekana akawa ana shida nyingine make. Lengo ni kutia furaha. Lengo la zakatul fitri ni kutia furaha kwa waumini na kwa wasiojiweza katika siku ya Idi, na yenyewe inaitwa Idi. Idi maana yake ni furaha. Sasa ukimpa pesa atafurahika zaidi, kwa sababu atafanya mahitaji yale ambayo nafsi yake itafurahika. Lakini ukimpa chakula itakuwa umempa upande mmoja, atalazimika kwenda kukila kile chakula tu. Kwa hivyo pamoja na kwamba al-Imamu Shafi yeye amekwenda kwamba lazima utoe chakula kama Mtume alivyokuwa akifanya, lakini amesema hakuna vibaya kushikamana au kufuata madhhabu ya al-Imami Abi Hanifa rahimahullah katika jambo hili la kutoa, utoe thamani, kwa sababu al-Imamu Abi Hanifa yeye amepita toa thamani ya kile chakula. Na kwa wakati wetu wa leo, kumpa mtu pesa ni bora zaidi kuliko kumpa chakula. Wanawazuoni nao wamepita, wamepanua zaidi masala hayo. Kwa hivyo ukitoa pesa ni sawa, na ukitoa chakula pia ni sawa, lakini kama pesa ina umuhimu zaidi, basi toa pesa, na kama chakula, basi itakuwa ndiyo asili ya sunna yenyewe. Kwa nini kule kutoa pesa kwa zama hizi? Yani nasema dhalika lianna alqimata anfa, ile thamani ina manufaa zaidi, lilfaqiri alyaumi, kwa mafakiri wa leo, minal quti nafsi, kuliko kile chakula, nafsi ya chakula. Kwa maskini wa leo ukimpa pesa kwake ina manufaa zaidi, kwa sababu ile pesa itakuwa na matumizi mengi zaidi kwake kuliko chakula. Na ukimpa pesa itakuwa ni akrab ila tahqiqi alghayati almatlube, inakuwa ni karibu zaidi kwenye kuhakikisha mwisho wa lile linalotakiwa, kwa sababu linalotakiwa ni furaha. Kwa hiyo ukimpa pesa, ina maana utampa furaha zaidi kuliko kumpa chakula. Zakatul fitri, hicho ndio kiasi kinachotolewa na ule wakati wa kupasa, kwa sababu hii ni ibada na ibada zote zinatekelezwa kwa wakati. Yani hakuna ibada ambayo inafanywa tu, lazima kila ibada ina wakati. Wakati wa kupasa zakatul fitri kama ilivyoelezwa katika sharti za kupasa zakatul fitri ni kuzama jua la siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huo wakati unakuwa umeingia. Sasa wakati ambao inajuzu pia kuitoa zakatul fitri, ule ni wakati ambao inawapasa kutoa, lakini kuna wakati ambao inajuzu kuitoa zakatul fitri, wanasema huwa jamiu shahri Ramadhani, Ramadhani yote ile
inajuzu kutoa zakatul fitri, hata ile Ramadhani ya kwanza. Yani nafsi ya kuingia Ramadhani ya kwanza tu, wote ni wakati wa ujubu, kwa sababu kule kupasa zakatul fitri ni kwa sababu ya kuingia nini? Mwezi wa Ramadhani. Kwa kama sababu ni Ramadhani, kwa hivyo basi inajuzu pia kuitoa zakatul fitri kwa Ramadhani yote. Manake kuanzia Ramadhani ya kwanza au ya pili au ya tatu, 10 la kwanza au la pili au la tatu, huu wote ni wakati wa jawazi, yani ni wakati ambao inajuzu kuitoa zakatul fitri. Inajuzu, ni wakati jawazi kuitoa zakatul fitri. Kwa hiyo itakuwa ni muqaddam, itakuwa ni zakatul fitri almuqaddam, ni zakatul fitri iliyotangulizwa kutolewa, kwa sababu lengo ni kuleta furaha siku ya Idi. Na Ramadhani ya kwanza siku ya Idi iko siku ya mwisho, siku ya 30 huko. Kwa hiyo kuna mwezi mzima. Kwa hiyo ukiitoa mwanzo ni wakati ambao inajuzu. Ima ukiitoa ile baada ya kuzama jua la siku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, inakuwa ni wakati wa kupasa kutoa. Wal yaumul awwal min yaumil Eid, na ile siku ya mwanzo katika siku ya Idi pia ni wakati jawazi, maki inapasa kutolewa zakatul fitri Ramadhani yote na ile siku ya mwanzo ya siku ya Idi. Inasuniwa sasa kuitekeleza zakatul fitri sabah yaumil Eid, asubuhi ya siku ya Idi, kabla al-khuruji ila swala, kabla ya kutoka kwenda kuswali, kabla ya kutoka kwenda kuswali. Manake uitoe asubuhi ya siku ya Idi kabla ya kutoka kwenda kuswali, manake uitoe kabla ya swala. Zakatul fitri wakati wake unaingia kwa kuingia mwezi wa Ramadhani na kwa kuzama jua la siku ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inaendelea wakati huo mpaka asubuhi ya siku ya Idi, kabla al-khuruji ila swala, kabla ya kutoka kwenda kuswali. Ile zakatul fitri imekuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa amara biha an tuadda kabla khuruji nasi ila swala, na ameamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo zakatul fitri itolewe kabla ya kutoka watu kwenda kuswali, yani kabla ya watu kutoka majumbani mwao kuelekea kwenda kuswali swalatul Eid. Ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla ya watu kutoka kwenda kuswali swalatul Eid. Huu ndio muda sahihi wa kuweza kuitoa zakatul fitri. Ikiwa zakatul fitri wakati wake ni huo, tangu kuingia Ramadhani na tangu kuzama jua la siku ya mwisho mwezi mtukufu wa Ramadhani na ile asubuhi ya siku ya Idi kabla ya kutoka kwenda kuswali, huo ndio wakati sahihi wa kutoa zakatul fitri. Je, ikitokea kwa bahati mbaya mtu hakuitoa katika mwanzo wa Ramadhani, 10 la kwanza likapita, la pili, la tatu, na mpaka jua linazama siku ya mwisho ya siku ya Idi na mpaka asubuhi ya siku ya Idi, hakufanikiwa kutoa zakatul fitri, ima kwa kusahau au hakupata cha kutoa, lakini akapata baada ya kuswali, je, hali inakuwaje? Anatuambia wa yukrahu taakhiruha an salatil Eid, na ni makuruhu kuichelewesha ile zakatul fitri na swala ya Eid ila nihayati yaumil Eid, mpaka mwisho wa siku ya Eid. Hilo ni makuruhu, manake ukiitoa baada ya swala ya Eid ni makuruhu, manake inakuwa haitoisabika kuwa ni zakatul fitri, bali itakuwa ni sadaqatun mina sadaka, ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine. Manake malipo ya kuwa zakatul fitri yatakosekana, bali itapatikana malipo ya thawabu ya kutoa sadaka kama sadaka nyingine. Hayo ndio maelezo. Fa in akharaha anhu athima, kwa hivyo akiichelewesha hiyo zakatul fitri na wakati huo wakati wake ambao ni wakati wa kuingia Ramadhani na siku ya mwisho ya Ramadhani kuzama jua na asubuhi ya siku ya Idi kabla ya swala Idi, ndio wakati wake. Akiichelewesha na wakati huo, kwanza athima, atapata dhambi mtu huyo, atambue hivyo. Sheria inatuambia athima, atapata dhambi, wa lazimahul qadha, na itamlazim alipe, manake ni deni ile. Alikuwa na uwezo wa kutoa, sasa hakuitoa, akachelewesha mpaka wakati wake ule wa kupasa umepita, anataka kutoa baada ya swala. Hiyo kwake inakuwa ni dhambi, kwa sababu amepitisha ibada hiyo na wakati wake. Mambo mawili, anapata dhambi, wa lazimahul qadha,
na itamlazimu yeye kulipa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe ni wenye kuitekeleza zakatul fitri kwa wakati na kwa vipimo sahihi, kujitolea nafsi zetu na kuwatolea wale ambao tunawalisha, ambao chakula chao kiko mikononi mwetu katika majukumu yetu. Kama tulivyoeleza huko mwanzo, atuwafikishe katika kutekeleza ibada zote kwa usahihi na atuwafikishe kuimaliza Ramadhani kwa salama na amani, na atujalie miongoni mwa wale watu ambao wamekadiriwa kuachwa huru na moto katika Ramadhani ya mwaka huu. Wa akhiran wa qauluna kama qala Nabiyullah Yunus alayhi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.